Swali kubwa ambalo linazidi kuulizwa nchini Tanzania ni ikiwa Samia Suluhu bado yu hai. Hii ni baada ya udanganyifu na vilevile Tanzania kutikiswa na kivuli cha AI pale Ikulu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Mwanzoni mwa mwaka, wakati taifa linatarajia maneno ya matumaini na mwelekeo mpya, Tanzania ilijikuta katikati ya mshangao mzito uliovunja utulivu wa kisiasa. Hotuba ya mwaka mpya ya Rais Samia Suluhu Hassan haikuzua mjadala kwa yaliyosemwa, bali kwa uwepo wenyewe wa mhusika aliyesemekana kuyasema. Ndani ya saa chache, hoja nzito zilianza kusambaa zikidai kuwa hotuba hiyo huenda haikuwa ya binadamu halisi, bali zao la teknolojia ya akili bandia, deepfake, iliyosukwa kwa ustadi wa kiwango cha juu. Hili alikuwa tetesi ya kawaida ya mitandaoni, lilikuwa shaka linalogusa kiini cha uhalali wa mamlaka ya kisiasa na uaminifu wa dola kwa raia wake. Mjadala huo ulipata kasi kupitia sauti ya wakosoaji na wanaharakati waliobobea katika masuala ya uwazi wa serikali na haki za kidijitali. Miongoni mwao alikuwepo Maria Sarungi, aliyesambaza uchambuzi ulioeleza kwa nini video hiyo ingeweza kuwa imezalishwa na kusindikwa kwa kiwango kikubwa na AI. Hoja zilizotolewa hazikujikita kwenye hisia, bali kwenye dalili za kiufundi. Mavazi yaliyosogea kwa ulaini usio wa kawaida, umbile la mwili lililoonekana laini kupita uhalisia, hijabu iliyofanana na mpira, mpangilio wa kupumua wenye mpigo wa kimitambo na tofauti zisizoelezeka kati ya kamera mbili, hususan katika mpangilio wa bendera. Na katika ulimwengu wa optiki, hoja ilisema hali hiyo haiwezekani. Kilichotia hofu zaidi ni uwezekano wa teknolojia hiyo kuwepo, bali mazingira ya kisiasa yaliyofanya tuhuma hizo zionekane zina mantiki. Tanzania imekuwa katika safari ndefu ya mivutano kati ya taswira ya utulivu wa historia na udhibiti mkali wa taarifa. Miaka ya karibuni imeshuhudia mabadiliko ya mtindo wa uongozi, lakini pia mwendelezo wa mifumo ya zamani ya nguvu inayotanguliza taswira kuliko uwajibikaji. Na katika muktadha huo, video safi kupita kiasi ilionekana kwa wengi kama ishara ya uhalisia uliopambwa, hata kama haikuwa deepfake kamili. Hoja kwamba zana za kugundua AI hazikuweza kuflag video hiyo haikutosha kuzima shaka. Na katika zama ambazo teknolojia baada ya uzalishaji imefikia hatua ya kuficha alama zake, kutegemea zana hizo pekee ni sawa na kufumba macho mbele ya mapinduzi ya kidijitali. Hoja ilisisitiza kuwa hii haikuwa deepfake ya bei rahisi, bali kazi iliyosukwa kwa ustadi mkubwa inayoweza kupita vipimo vingi vya kawaida. Na hapo ndipo mjadala ulipobadilika kutoka ni kweli au si kweli kwenda kwa nini serikali haijajibu kwa uwazi. Ni baada ya wengi kusema kwamba pengine Samia Suluhu anaumwa, yupo sawa na hajaionekana sana kwenye hadhira jinsi alivyokuwa akionekana hapo awali. Kukosekana kwa majibu ya haraka na ya moja kwa moja kutoka kwa mamlaka kuliongeza mafuta kwenye moto. Badala ya kuondoa shaka kwa hatua rahisi kama kuonekana hadharani katika tukio la moja kwa moja lisilo na uhariri, kimya kilitawala. Kimya hicho katika historia ya siasa za Tanzania mara nyingi kimekuwa lugha ya nguvu, na tangu enzi za vyama vya ukombozi hadi awamu za karibuni, dola imezoea kudhibiti simulizi badala ya kushindana nalo. Mjadala huu wa AI uliibua kumbukumbu za vipindi vya kufungwa kwa vyombo vya habari, kukamatwa kwa wanahabari na sheria zilizoweka mipaka mikali kwa maudhui ya mitandaoni. Katika miaka ya nyuma, marekebisho ya sheria za habari na mtandao yalitangazwa kama juhudi za kupambana na taarifa potofu, lakini wakosoaji waliona ni zana za kudhibiti sauti huru
Na sasa katika kisa hiki dola ilikumbana na upanga unaokata pande mbili. Ikiwa itapuuza mjadala, itaonekana kuficha ukweli, na ikiwa itakiri uwepo wa usindikaji mkubwa wa video, itaulizwa ilifanya hivyo kwa nini. Na katika mazingira hayo, raia waliendelea kujadili, kuchambua fremu kwa fremu, wakifanya kazi ambayo kwa kawaida ingefanywa na taasisi huru za ukaguzi. Mjadala huu haukuibuka katika ombwe. Afrika Mashariki na bara zima zimeanza kukabiliana na changamoto za AI katika siasa. Nchi jirani zimejadili hatari za deepfake katika chaguzi na migogoro ya kijamii. Mashirika ya haki za binadamu ya kikanda na kimataifa yameonya kuwa bila uwazi wa mifumo ya kuthibitisha ukweli, teknolojia hii inaweza kudhoofisha demokrasia changa. Na Tanzania, ikiwa na historia ya chaguzi zenye mvutano na madai ya ukosefu wa uwazi, ilijikuta kwenye maabara ya vitendo vya onyo hilo, kwa sababu Samia Suluhu inasemekana kwamba hayupo sawa. Na katika muktadha wa kimataifa, wafadhili na washirika wa maendeleo wamekuwa kisitizo muhimu wa utawala bora, uwazi wa taasisi na uhuru wa habari. Kivuli cha deepfake kwenye hotuba ya kitaifa kinagusa moja kwa moja imani hiyo, hata kama video hiyo ingethibitishwa kuwa halisi. Ukweli kwamba sehemu kubwa ya umma iliweza kuamini uwezekano wa bandia ni hukumu kali juu ya hali ya uaminifu kati ya serikali na raia wa Tanzania. Na uaminifu unapovunjika, hata ukweli bila shaka hupoteza uzito. Katika historia ya Tanzania, hotuba ya marais zimekuwa nyenzo za kuunda mwelekeo wa taifa na kuhalalisha maamuzi magumu. Na kuanzia sera za ujamaa hadi mageuzi ya kiuchumi, maneno kutoka Ikulu yalibeba mamlaka ya mwisho. Na leo mamlaka haya yanakabiliwa na changamoto mpya: skrini, algoriti na macho ya umma yanayochambua kila pikseli. Serikali isiyokubali ukweli huu mpya inajiweka kwenye hatari ya kuonekana imepitwa na wakati, au mbaya zaidi, imeamua kuutumia vibaya. Na kwa wanaharakati wa haki za kidijitali, mjadala huu ni kengele ya hatari inayodai mabadiliko ya sera. Wanataka viwango vya wazi vya matumizi ya AI katika mawasiliano ya serikali, taratibu za kuthibitisha uhalisia wa maudhui ya viongozi, na uwajibikaji wa taasisi zinazohusika na uzalishaji wa taarifa rasmi. Na bila hatua hizo, kila hotuba, kila tamko ilibaki chini ya kivuli cha shaka. Shaka hiyo inapotamalaki, nafasi ya propaganda huongezeka. Kwa upande wa uongozi, hili ni somo gumu lakini muhimu. Uwazi haupatikani kwa hotuba nzuri pekee, bali kwa vitendo vinavyoonekana. Na kuonekana hadharani bila uhariri, kukubali maswali magumu na kuruhusu taasisi huru zikague ni njia ya kurejesha imani. Kinyume chake, kuendelea kujifungia nyuma ya video zilizosafishwa kupitia kiasi kunajenga ukuta kati ya watawala na watawaliwa. Mwisho wa mjadala huu haupo katika kuthibitisha pikseli, bali katika kuamua mustakabali wa uhusiano kati ya dola na raia. Na Tanzania inapokaribia kipindi kingine cha maamuzi makubwa ya kisiasa na uchumi, suala la uaminifu litakuwa mtaji au mzigo. Ukimya, hofu na kutojali havitazuia mawimbi ya teknolojia wala maswali ya umma. Na kila siku inayopita bila uwazi inaongeza pengo, na pengo hilo linaweza kumeza hotuba zilizoandikwa kwa ustadi mkubwa. Na vile wananchi wengi wamejitokeza mitandaoni wakiomba kwamba serikali ya CCM iweze kujitokeza wazi na kusema ikiwa Samia Suluhu yu hai ama hayuko hai, na vile kusema ikiwa yupo hai basi ajitokeze aweze kuhutubia wa Tanzania jinsi alivyokuwa akifanya katika miaka iliyopita tangia achukue hatamu ya uongozi. Ndo hayo tuliokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, ambayo ni chaneli yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa ustadi na vile kwa kina. Zidi kuwa nasi na kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.